kuwa kubwa ndani yako katika nyakati za sasa. Imani inahitajika kuwa kubwa ndani yako katika nyakati za sasa. Na kukumbusha tu malengo tulio nayo kwenye hii semina ni kukusaidia kuimarisha imani yako ili uweze kutembea katika imani iliyo sawasawa na mapenzi ya Mungu katika nyakati za sasa. Kwa sababu kila wakati una aina yake ya matukio. Matukio uliyokutana nayo mwaka jana sio sawa na matukio utakayokutana nayo mwaka huu. Kwa hiyo ukitaka kuishi kwa kiwango chako cha imani cha mwaka jana, kuna vitu vitakuwa kwama kwako mwaka huu. Na ndiyo maana Roho Mtakatifu ameachilia hii semina ili kuimarisha imani zetu kadiri ya wakati tuliofikia kama dunia na zile zijazo. Tuwe na imani inayoendana na wakati husika ili tusikwame, tuwe na kiwango cha maisha kilicho sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Leo siku ya pili ya semina yetu, tunaendelea pale tulipoishia siku ya jana, tulipoangalia juu ya kitu kinachoitwa sayansi na teknolojia, jinsi ambavyo kimeukamata ulimwengu, kiasi ambacho watu wengi wamekuwa wanaishi kwa kuitegemea teknolojia na sayansi badala ya kumtegemea Mungu. Leo tunaendelea mbele zaidi katika hichi kipengele ndani ya somo letu hili la kuimarisha imani yetu katika nyakati za sasa. Tunaendelea mbele kwenye kipengele kinachoitwa mfano wa teknolojia zilizoingiza watu dhambini. Mfano wa teknolojia zilizoingiza watu dhambini. Na kukumbusha, jana tuliangalia kwamba sayansi na teknolojia sio kitu kibaya. Ni kitu ambacho Mungu alikitengeneza kwa sifa na utukufu wake. Ila ni kibaya kama kikitumika vibaya. Kwa leo tutaenda kuangalia mifano ya vitu ambavyo sayansi na teknolojia imetumika vibaya na vikaingiza watu kwenye dhambi. Lengo la kukuonyesha hivi vitu ni ili uvifahamu na uweze kujua namna ya kuviepuka katika Ukristo wako. Tuanze na jambo la kwanza. Mfano wa kwanza, teknolojia ya uzazi. Mfano wa kwanza ni teknolojia ya uzazi. Kwa mfano, kupandikiza mbegu ili kupata mtoto, kupandikiza mbegu ili kupata mtoto, kubeba mimba kwenye mitungi ya gesi, kubeba mimba kwenye mitungi ya gesi, kutumia vidhibiti mimba, yani family plan iliyo kinyume na maelekezo ya kanisa, yani ile isiyokuwa ya njia za asili, ya madawa, vidonge, sindano, kitanzi, kondom na vinginevyo vilivyo kinyume. Yote hayo ni mifano wa teknolojia ya uzazi iliyo kinyume na mpango wa Mungu. Na wengine kwa kutokujua wameitumia hii teknolojia na wakaharibu uhusiano wao na Mungu kiimani pasipo wao kujitambua. Na wengine wametumia wakiwa wanajua kabisa, lakini kwa ajili ya ufinyu wa imani zao wameishia kusema, sasa nitafanyaje? Maisha yenyewe magumu haya, nitazaa kila siku, tafanyaje? Zote hizo ni sababu zinazotokana na ufinyu wa kiimani. Hazina mantiki mbele za Mungu. Zinaweza zikawa zina mantiki kwako, zinaweza zikawa zina mantiki kwa wazazi wako, kwa familia yako, ila kwa Mungu hazina maana yoyote. Si kama unanielewa? Ngoja nikuonyeshe mfano wa pili. Teknolojia ya mawasiliano. Teknolojia ya mawasiliano. Kuna mambo pia kwenye teknolojia ya mawasiliano ambayo yameingiza watu dhambini. Kwa mfano, upigaji wa picha za uchi au video za ngono, pornography. Ubunifu wa application za michezo ya kamari kama vile kubeti na kucheza michezo ya bahati nasibu, ile ya kuweka fedha ili upate fedha kama kamari, michezo ya kubeti na bahati nasibu. Vyote hivyo ni vitu ambavyo ni teknolojia ambazo zinaingiza watu dhambini.
na watu wanaharibu uhusiano wao na Mungu. Mfano wa tatu, teknolojia ya mavazi ya kisasa yasiyozingatia maadili ya Kikristo. Teknolojia ya mavazi ya kisasa yasiyozingatia maadili ya Kikristo. Kwa mfano, ubunifu wa mavazi ambayo yanadhalilisha utu wa mtu, ingawa yeye mwenyewe anayevaa anakuwa hajioni kama anadhalilika. Ubunifu wa ngozi zinazoachia matiti yanaonekana, mapaja yanaonekana, makalio yanaonekana, zinabana mwili, kuhamasisha ngono na vitu vingine vya namna hiyo. Vyote ni vitu ambavyo vinatokana na matumizi mabaya ya teknolojia. Watu waliopewa na Mungu kutumia vibaya, na matokeo yake vinawaingiza watu dhambini. Ndio maana kama Mkristo nimekutajia hapa ili ikusaidie kuweza kuyaepuka. Mpango wa Mungu alipotuumba wanadamu, alituumba tuishi kwa imani na sio kwa teknolojia. Mpango wa Mungu alituumba tuishi kwa imani na sio kwa teknolojia. Hata kama dunia leo kila kitu kikaenda kisayansi, kila kitu kikaenda kiteknolojia, bado haitapingana na ukweli kwamba tunaishi kwa imani na sio teknolojia. Sawa na kile kitabu cha Warumi sura ya 1 mstari wa 17. Warumi 1:17 inasema namna hii: kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake toka imani hata imani, kama ilivyoandikwa, mwenye haki ataishi kwa imani. Umesikia? Haki ya Mungu inadhihirishwa imani hata imani. Hafu inasema mwenye haki ataishi kwa imani. Kwa hiyo Biblia inaongea lugha ya wazi kabisa kwamba tunaishi kwa imani. Lakini si wote, ila ni mwenye haki. Mwenye haki ni nani? Mwenye haki ni Mkristo anayejitambua. Kwa kama wewe ni Mkristo unayejitambua na unaishi maisha safi ya wokovu, wewe ni mwenye haki. Elewa, haujawekewa kuishi kwa sayansi na teknolojia. Umewekewa kuishi kwa imani. Ongezea hata hichi kitabu kingine cha Waebrania sura ya 10 ule mstari wa 38 hadi wa 39. Waebrania 10:38 hadi 39 inasema namna hii. Waebrania 10:38 hadi 39. Lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisita, roho yangu haina furaha naye. Lakini sisi hatumo miongoni mwao wasitao na kupotea, bali tumo miongoni mwa hao walio na imani ya kuokoa roho zetu. Maneno kadhaa ambayo Roho Mtakatifu anataka uyasikia hapa ni hichi kipengele kinachosema mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Na hapa anaposema hatumo miongoni mwao wasitao, bali sisi ni miongoni mwa wale walio na imani ya kuokoa roho zetu. Kwa hiyo imani inaokoa roho yako. Imani ni msingi wa maisha yako kama Mkristo, na wala sio sayansi na wala sio teknolojia. Hii imani maana yake nini? Tuangalie muda huu maana ya imani. Sawa na ile Waebrania 11:1. Waebrania 11:1. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Maana ya imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa tunapoiongelea imani, tunakuwa tunaongelea ile hali ya kuwa na uhakika inayokuwa ndani yako juu ya mambo unayoyatarajia. Ni ile hali ya kuwa na uwazi wa mambo usiyoyaona kwa macho ya damu na nyama. Kwa imani ukiwa nayo inakupa uhakika juu ya mambo yanayotarajiwa. Jambo linalotarajiwa ni jambo ambalo utalipata, lakini bado hujalipata. Ukiwa na imani utakuwa na uhakika kweli utalipata. Ukiwa hauna imani hautakuwa na uhakika, utakuwa una sita. Kumbe hivi ni kweli kitatokea? Hivi ni kweli nitapona? Hivi ni kweli nitajibiwa? Lakini imani ni kusema nimeombea, najua nitajibiwa. Hata kama bado sijaona majibu, ila nina uhakika huyu Mungu atanijibu. Yupo. Hiyo ndio imani, kuwa na hali ya uhakika ndani yako. Imani
chanzo chake ni kusikia. Imani chanzo chake ni kusikia. Kile unachosikia ndio kinachojenga imani yako. Imani chanzo chake ni kusikia, na kila unachosikia ndio kinachojenga imani yako, sawa sawa na Warumi sura ya 10 ule mstari wa 17. Warumi 10:17. Warumi 10:17 inasema, basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa tunaelezwa wazi kabisa kwamba imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia kuna kuja kwa neno la Kristo. Kwa imani yetu inakuwa kubwa ndani yetu kadiri tunavyoendelea kusikia habari za Mungu katika Kristo Yesu. Kwa ukitaka imani yako ikue, jiongezee nafasi ya kusikia habari za Yesu Kristo. Wokovu tulio nao tunaupata pia kwa njia ya imani. Wokovu tulio nao tunaupata pia kwa njia ya imani, sawa sawa na Waefeso sura ya 2 ule mstari wa 8 hadi wa 10. Waefeso 2:8 hadi 10 inasema namna hii: kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haitokani na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Angalia Biblia inavyosema, mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani. Kwa kilichoniokoa mimi, kilichokuokoa wewe ni imani na si kitu kingine. Na imani hii haujaipata kwa uweza wako, ila imani ni kipawa cha Mungu. Ina maana imani ni karama ya Mungu, wala si kwa matendo, mtu awe yote asije akajisifu. Maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Kama imani ni kipawa, si kila mtu atakuwa nacho. Nasema hivi, kama imani ni kipawa, si kila mtu atakuwa nacho. Na ndio maana kuna watu wengine huwa hawana imani, wamekataa kabisa mambo ya kiroho. Unaweza ukamshauri na kumshawishi juu ya habari za Mungu, ukamhubiria kutwa nzima, lakini asikubali wala asielewe, na isikusumbue. Jua ndani yake hana kipawa ambacho wewe umekipata kwa neema. Na kipawa cha imani hakigawiwi kwa fedha. Kipawa cha imani kinatolewa bure. Kipawa cha imani kinatolewa bure. Kadiri unavyoendelea kuishi kwenye maisha kila siku, ndivyo Mungu anavyoendelea kukujaza neema na kipawa cha imani ndani yako. Kuja muda huu ni kuonyeshe njia zinazoleta imani ya Kikristo ndani ya mtu. Njia zinazoweza zikakuletea hichi kipawa cha imani ndani yako. Sawa sawa na ile Warumi sura ya 10 ule mstari wa 9 hadi wa 11. Warumi 10:9 hadi 11. Warumi 10:9 hadi 11 inasema namna hii: kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa kukiri hata kupata wokovu. Kwa maana andiko la nena, kila amwaminie hata tahayarika. Unasikia? Ukisikia ile andiko vizuri, utaona kuna vitu vitatu hapa vinaongelewa. Kuna njia kama 3 hivi zinaongelewa hapa. Njia ya kwanza ni imani inamuingia mtu kwa njia ya kusikia. Ndio maana Biblia inasema, kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako kuwa alimfufua Mungu katika wafu, utaokoka. Hasa nisikilize, utamkirije kama hajaja mtu kukueleza habari zake? Ina maana njia ya kwanza ya imani kukuingia ni lazima usikie kitu cha Kristo. Ukikisikia sawa sawa na ile Warumi 1:16, kwa maana siionei haya Injili kwa sababu ni uwezo wa Mungu uleta wokovu kwa kila aaminie, kwa Myahudi kwanza na Myunani pia. Kwa mtu akaja akakuhubiria Injili ambao ni uwezo uleta wokovu kwa Myahudi, kwa Myunani, na maana kwa watu wote, tafsiri yake hiyo ndiyo njia ya kwanza imani inayoanza kukuingia.
Na ndio maana hata wale ambao wanaamini juu ya mambo ya uchawi, ili wawe wachawi lazima waende kwanza wakasikie habari za uchawi. Hiyo ni kanuni. Imani yoyote ile haiwezi kukuingia bila kusikia kwanza juu ya hicho kitu. Na ndio maana tunapoongelea hapa imani ya Kikristo, ili iingie ndani yako, ikue na kuongezeka, hatua ya kwanza ni kusikia habari za Kristo. Hatua ya pili ni kwa kuamini moyoni kile ulichosikia. Hatua ya pili ni kwa kuamini moyoni kile ulichosikia. Kwa kuamini moyoni kile ulichosikia. Sawa sawa na Warumi sura ya 10 mstari wa 9. Warumi 10:9 inasema namna hii. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kumwamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Ina maana ukishamwamini Yesu kwa kumsikia, kwa ukishasikia habari za Yesu ukiamini moyoni mwako, imani inakuingia. Ni kama unanielewa? Hafu kitu cha tatu, jinsi imani inavyokuwa kwa mtu ni kwa kukiri kwa kinywa. Kwa kukiri kwa kinywa. Imani inakuingia kwa njia ya kukiri kwa kinywa. Sawa sawa na Warumi 10:10. Warumi 10:10 inasema namna hii. Warumi 10:10. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Kwa hiyo ukisikia unaamini moyoni. Alafu kinachokuja kitu cha tatu ni kuikiri ile imani unayoamini kwenye mdomo. Na ndio maana ukija kwenye kitabu cha Yakobo 2:14, Yakobo 2:14 inatuambia imani isipokuwa na matendo ni sawa na bure, ni sawa na imekufa. Kwa hiyo kusikia na kuamini moyoni haitoshi. Lazima upeleke na kwenye matendo, ambapo tendo ni kukiri kile ulichoamini moyoni mwako. Na ndivyo unavyoendelea pia na kukua kiroho siku zote. Imani inapomuingia mtu inaweza ikakua au ikadumaa. Imani inapokuingia ina uwezo wa kukua au ikadumaa, kwa sababu imani ina tabia ya kuongezeka, lakini pia imani ina tabia ya kupungua. Imani inakuwa au inaongezeka kadiri mtu unavyokuwa na bidii ya kusikia neno la Kristo, ndivyo unavyoipa imani ndani yako nafasi ya kuongezeka. Maana Warumi 10:17 nimekusomea toka mwanzo, inatueleza imani chanzo chake ni kusikia. Ina maana kadiri utakavyokuwa unaendelea kusikia habari za Kristo, kukua, kuzitafuta, kuzipata, kuzisikia, ndivyo imani inavyoendelea kukua na kuongezeka. Nyenzo inayokuza imani kwa kasi ndani yako, nyenzo inayokuza imani kwa kasi ndani yako ni mafundisho ya neno la Mungu. Nyenzo inayokuza imani kwa kasi ndani yako ni mafundisho ya neno la Mungu. Sawa sawa na ile Luka 17 mstari wa 5 hadi wa 6. Luka 17 mstari wa 5 hadi wa 6 inasema namna hii. Mitume wakamwambia Bwana, tuongezee imani. Bwana akasema, kama mngekuwa na imani kiasi cha chembe ya haradali, mngeuambia mkuyu huu ng'oka ukatupwe ukapandwe baharini, nao ungewatii. Ukiangalia hili neno, mitume wa Yesu walikuwa na kiu ya kutamani kuona imani inaongezeka ndani yao. Na Biblia inasema wakamfuata Yesu kwenda kumwambia, Bwana, tuongezee imani, kwa sababu walitamani kukua kiimani. Angalia kitu Yesu alichowafanyia. Walivyomwambia tuongezee imani, moja kwa moja akaanza kuwafundisha habari ya chembe ya haradali. Kwambia kama mngekuwa na imani kiasi cha chembe ya haradali, mngeuambia mkuyu ng'oka kutupwe baharini. Tujiulize yote. Kwa nini waliposema Bwana tuongezee imani, hakuwawekea mikono kuanza kuwaombea maombi ya imani kuongezeka, ila alianza kuwafundisha habari za chembe ya haradali? Jibu linarudi moja tu, ni kwa sababu mafundisho ya neno la Mungu ndiyo kitu kinachoongeza imani ndani ya mtu. Kwa kama uko hapo unanisikiliza na unatamani kuona imani yako inakuwa, ongeza muda wa kutosha wa kupata mafundisho ya neno la Mungu.
Nasema hivi, ukitaka kuona imani yako inakuwa, ongeza muda wa kutosha wa kupata mafundisho ya neno la Mungu. Na ukitaka kuona imani yako inadumaa, jinyime muda wa kupata mafundisho. Kosa huo muda, utaona tu unaendelea kuabudu na kusali kimazoea na si tena kiroho sawa sawa na mpango wa Mungu. Moja ya kazi ya mafundisho huwa ni kuongeza maarifa na uelewa ndani ya mtu. Moja ya kazi ya mafundisho huwa ni kuongeza maarifa na uelewa ndani ya mtu. Ina maana kadiri uelewa na maarifa yanavyokuwa yanaongezeka ndani yako, ndivyo na imani yako inavyokuwa inaongezeka ndani yako. Na hapa tunaongelea mafundisho ya kimungu. Angalia kwa mfano kile kitabu cha Kutoka 31:3. Kutoka 31:3 inasema namna hii. Kutoka 31:3. Nami nimemjaza roho ya Mungu katika hekima na maarifa na ujuzi na mambo ya kazi ya kila aina. Sikia, Mungu anasema nimemjaza roho ya Mungu na hekima na maarifa na ujuzi na mambo ya kila aina. Huyu mtu Mungu anamuongelea kwamba ni mtu mwenye ujuzi, lakini ujuzi wake umetokana na maarifa aliyomjaza Mungu katika Roho Mtakatifu. Ngoja nikuongezee na hichi kitabu kingine ndio utanielewa. Angalia Petro wa pili ile sura ya kwanza aya 5 hadi ya 7. Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa 5 hadi wa 7. Petro wa pili 1:5-7 inasema hivi. Naam, na kwa sababu hiyo hiyo mkijitahidi sana kwa upande wenu katika imani yenu tieni na wema, na katika wema wenu maarifa, na katika maarifa yenu kiasi, na katika kiasi chenu saburi, na katika saburi yenu utauwa, na katika utauwa wenu upendo na undugu, na katika upendano wa undugu upendo. Nisikiliza vizuri. Angalia Biblia inavyosema kwamba na kwa sababu hiyo mkijitahidi sana kwa upande wenu katika imani yenu tieni na wema, na katika wema wenu maarifa. Umesikia kwamba moja ya vitu ambavyo Petro mtume anatushauri kama kanisa kwamba katika imani zetu tuweke wema, na baada ya wema tuweke maarifa. Vimetajwa vitu vingi hapa vya kuviweka kwenye imani: uvumilivu, utakatifu, upendo. Lakini mimi nataka kudili na hicho ambacho Roho Mtakatifu amenipa nafasi ya kukusemesha nacho, ambacho ni kitu cha maarifa, kwamba kinatakiwa kuwekwa kwenye imani. Kwa nini kiwekwe? Kwa sababu kitachangia imani yako kukua na kuongezeka sawa na nguvu za Mungu na upako wa Roho Mtakatifu. Na tunaelewa wazi kabisa kwamba sehemu pekee unayoweza ukapata maarifa ni kwenye mafundisho ya neno la Mungu. Moja ya kitu kinachohitajika kwa sasa ni wawepo watumishi wengi wanaofundisha neno katika njia ya ukweli, ili watu wasikie, wapate maarifa ya kukua kiroho. Mimi nakupa siri ya bure katika wakati wa sasa: tafuta mwalimu. Tafuta mwalimu. Simaanishi uame kanisa ukahamie kwenye makanisa yenye watumishi wanaojiita walimu. No, simaanishi hilo. Ila nachomaanisha mimi, tafuta mwalimu wa kujifunza kutoka kwake, ambaye Mungu anamtumia kufundisha neno. Hiyo itakusaidia kukua sana kiimani. Maana katika nyakati za sasa mambo mengi yanayotokea yanahitaji imani ili tuweze kuvuka. Hebu fikiria tu lile jambo la corona lililotokea miaka michache ya nyuma. Bila imani watu wengi waliteketea. Angalia, kikaibuka hapa katikati mafuriko, mara kimbunga Idaya, na nakuambia hivi, kuna mambo mengine mengi yataendelea kutokea hivi karibuni. Watu wenye imani peke yao ndio watakaoendelea kuokolewa. Nasema hivi, katika kila nchi hapa duniani kuna matukio mbalimbali yataendelea kutokea zaidi hata ya yale yaliyotokea tayari, na yote yatakuwa yanahitaji watu wenye imani ili waweze kuvuka kwenye hayo matukio. Ndio maana nimekuibia hii siri mapema. Tafuta mwalimu, jifunze sana kwake neno la Mungu, jifunze kwake sana mafundisho, tafuta sana vitabu, soma sana vitabu mbalimbali vya mafundisho ya neno la Mungu,
Soma sana Biblia yako ili imani yako ikue. Hata kila matukio yanayoendelea kutokea hapa duniani, usikwame hata kwenye lango moja. Kila tukio linapotokea, ndani yako imani yako imekuwa kiasi cha kupambanua hilo tukio linatakiwa ulishinde kwa Mungu katika nguvu ya Roho Mtakatifu kwa kiwango kipi. Oh, haleluya! Wana wa Mungu aliyekuwa hai, mwenye masikio na asikie. Wacha mimi nisonge mbele na kipengele kingine kinachoitwa mfano wa mafundisho yanayokuza imani ndani ya mtu. Mfano wa mafundisho yanayokuza imani ndani ya mtu. Mfano wa kwanza, mafundisho yatokanayo na kusoma neno la Mungu yanaimarisha misingi ya imani ndani yako. Mafundisho yatokanayo na kusoma neno la Mungu yanaimarisha misingi ya imani ndani yako. Sawa sawa na kile kitabu cha Mathayo sura ya 7 ule mstari wa 24 hadi wa 27. Mathayo sura ya 7 ule mstari wa 24 hadi wa 27. Mathayo 7:24-27 inasema namna hii: basi kila asikiaye hayo maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile isianguke, kwa maana misingi yake imewekwa juu ya mwamba. Na kila asikiaye hayo maneno yangu asiyafanye atafananishwa na mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile ikaanguka, nalo anguko lake likawa kubwa. Kwa ukisikia maneno yanasema, kila anayesikia maneno ya Mungu akayafanya anafananishwa na mtu mwenye akili ambaye amejenga nyumba yake juu ya mwamba. Hata mvua ikinyesha haianguki. Lakini anayesikia mafundisho asiyafanye anafananishwa na nyumba iliyoko juu ya mchanga. Mvua ikija itaanguka. Nisikie vizuri mpendwa. Mafundisho unayoyapata kutokana na neno la Mungu, ukiwa unasoma neno la Mungu ambalo ni Biblia, ukiwa ni msomaji wa Biblia. Ndio maana ni muhimu, hakikisha siku haijaisha hujasoma Biblia. Njia rahisi itakayokusaidia kusoma Biblia kila unapoamka, kabla hujafanya chochote, soma Biblia kwanza. Jinyime muda wa kulala sana, amka mapema, soma Biblia kwanza, ndio fanya kitu kingine. Unaposali sala ya asubuhi, soma Biblia kwanza. Kabla ya kulala, soma Biblia kwanza. Kipata nafasi mchana, soma Biblia. Afu kile unachosoma kipeleke kwenye matendo. Usiishie tu kukisoma. Imani inaingia kwa kusikia, inaingia kwa kuweka moyoni, inaingia kwa kukiri kwa kinywa. Lazima kukiri kwa kinywa ni kitu cha kimatendo. Peleka kwenye matendo. Umesoma sijui habari sijui ya mkoma mmoja akarudi kushukuru, hakikisha unapeleka kwenye matendo na wewe unakuwa mtu wa kushukuru. Umesoma sijui Yesu akasema sameaneni, unaliweka moyoni, unapeleka kwenye matendo, unakuwa mtu wa kusamehe. Kadiri unavyokuwa unafanya hivyo, imani yako inaendelea kuwa juu ya mwamba ambao ni Kristo. Hata ikija mvua, yani hata yakija majaribu, hata ukija upepo wa changamoto mbalimbali za duniani, hata ikikuinukia vita ya aina gani, Biblia inasema hautatikisika, kwa sababu imani yako iko juu ya mwamba, katika kiwango ambacho hakuna wa kukuangusha, hakuna wa kukuyumbisha. Utasimama imara pamoja na Bwana na watabaki wanakushangaa. Kumbe ndani yako umejikita juu ya mwamba. Kandarabashaka. Chani kuonyeshe kitu cha pili. Mafundisho yatokanayo na kupitishwa katika majaribu mbalimbali na Mungu yanayoongeza na kuimarisha imani yako. Mafundisho yatokanayo na kupitishwa katika majaribu mbalimbali na Mungu yanayoongeza na kuimarisha imani yako. Mafundisho yatokanayo na kupitishwa katika majaribu mbalimbali na Mungu yanaongeza na kuimarisha imani yako. Sawa sawa na ile Wakorintho wa pili sura ya 6 ule mstari wa 4 hadi wa 10. Wakorintho wa pili 6
4-10. Wakorintho wa pili 6:4-10 inasema, bali katika kila neno tujipatie sifa njema kama watumishi wa Mungu, katika saburi nyingi, katika dhiki, katika misiba, katika shida, katika mapigo, katika vifungo na katika fitina, katika taabu, katika kukesha, katika kufunga, katika kuwa safi, katika elimu, katika uvumilivu, katika utu wema, katika Roho Mtakatifu, katika upendo usio unafiki, katika neno la kweli, katika nguvu ya Mungu, kwa silaha na haki za mkono wa kuume na za mkono wa kushoto, kwa utukufu na aibu, na kwa kunenwa vibaya na kunenwa vema, kama wadanganyayo, bali tu watu wa kweli, kama wasiojulikana, bali wajulikanao sana, kama wanaokufa kumbe tu hai, kama wanaorudiwa bali wasiouawa, kama wenye huzuni bali siku zote wenye furaha, kama maskini bali tukitajitajirisha wengi, kama wasio na kitu bali wenye vitu vyote. Nisikilize vizuri, mtu wa Mungu. Biblia inavyotueleza wazi kwamba siku zote katika maisha yetu tunaelezwa kwamba sisi ni watu tunaokesha katika taabu, kufunga na kupitishwa majaribu mbalimbali, na tunaonekana kama ni watu tunaouawa, ni watu ambao tunakufa, kumbe ni watu ambao tuko imara. Kwa nini Biblia inaongelea maneno? Ni kwa sababu Mungu ameruhusu majaribu kuwa sehemu ya mafundisho ya kutuongezea imani. Kila jaribu unalopitia kwenye maisha yako litakuachia somo, litakuachia shule, litakuachia funzo ambalo litadumu na kuacha alama kwenye maisha yako. Nasema hivi, kila jaribu unalopitia kwenye maisha yako linakuachia shule, linakuachia fundisho, linakuachia somo lenye alama ya kudumu kwenye maisha yako. Mara nyingi nimekuwa nikijiona kwangu binafsi, kila napopitia majaribu naongezeka kumwamini Mungu, naongezeka kumwamini Mungu, kwa sababu napata somo. Na ndiyo maana Mungu hii mbinu anaitumia mara kwa mara, hasa kwa watu ambao anataka wakomae kiimani katika kiwango ambacho Mungu anataka kuwaweka. Huwe na uhakika, Mungu akitaka ukomae, haijalishi una umri gani, atakupitisha kwenye moto mkali, atakupitisha kwenye jaribu la moto mkali, kiasi ambacho hata kuungua unasikia mwenye tabu. Na hata kutoa mapema, utaumia hapo, utaomba na kuomba, utafunga na kufunga, utatoa na sadaka, utawekewa mikono na kila mtu, lakini hutatoka mapema. Utaendelea tu kuungua kwenye huo moto. Utalia, utalipa gharama ya machozi ya kutosha. Na Mungu ataruhusu yote hayo kwa sababu anataka upate shule ya kukua kiimani. Hebu angalia hata ile Waebrania 11:17-19. Waebrania 11:17-19 inavyosema, kwa imani Ibrahim alipojaribiwa akamtoa Isaka awe dhabihu, na yeye aliyezipokea hizo ahadi alikuwa akimtoa mwanaye mzaliwa wa pekee, naam, aliyeambiwa katika Isaka uzao wako utaitwa, akihesabu ya kuwa Mungu aweza kumfufua hata kutoka kuzimu, akampata tena kutoka huko. Nisikilize vizuri mpendwa, tunaambiwa kwamba Ibrahim alijaribiwa na Mungu, akamwambia mtoe mtoto wako wa pekee aliyemuomba kwa miaka mingi. Mungu akamwambia muue awe sadaka. Ibrahim, hilo jaribu lilikuwa ni sehemu ya shule kwenye maisha yake. Kitu tu ambacho nataka upate ni nini? Ni lazima uandae moyo wako kupitia kwenye majaribu mengi ambayo yatakuwa ni fursa ya kukuza imani yako. Na Roho Mtakatifu ananiambia rakandarabashakarama, kuna watu wako hapa wananisikiliza muda huu, wako kwenye kipindi ambacho wanapita kwenye moto mkali. Roho Mtakatifu ananiambia nikuambie, huo moto mkali unaoupitia sasa, hakuna anayekuloga, hakuna mkosi, wala si kwa sababu ya mtu yoyote.
ila ni Mungu mwenyewe ameruhusu, kwa sababu ni shule ya kukuza imani yako. Upo shuleni. Na ndio maana wakati mwingine ukilala usiku unaota ndoto, upo shule. Unaota ndoto unafanya mitihani. Unajua ni kwa nini? Roho Mtakatifu anasema ni kwa sababu upo kipindi cha shule ya kuongezewa imani. Mungu akusaidie kuelewa. Nasonga mbele kwenye jambo la tatu. Jambo la tatu na la mwisho kwa leo. Mafundisho yatokanayo na maisha ya Kikristo kwa njia ya mahubiri na Wakristo wengine yanajenga imani na kuikuza. Mafundisho yatokanayo na maisha ya Kikristo kwa njia ya mahubiri na Wakristo wengine yanajenga imani na kuikuza. Mathayo 11:29, Mathayo 11:29, Mathayo 11:29 inasema, jitieni nira yangu mkajifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Afuongezea na Wagalatia 4:12 inasema, ndugu zangu na wasi, iweni kama mimi, maana mimi ni kama ninyi, hamkunidhulumu kwa lolote. Nisikie vizuri. Yesu anasema tujitie nira yake tukajifunze kwake. Pia Paulo anasema iweni kama mimi. Kitu ambacho nataka upate ni nini? Ni kwamba mafundisho ya ushuhuda wa Wakristo wenzetu ni fursa ya kwetu ya kuongezeka kiimani. Kuna watu Mungu aweza akakuweka karibu yao ili uwatazame yale wanayoyaishi katika kumwabudu Mungu na imani yako ikue. Kwa mfano, Mungu aliwaweka mitume 12 karibu ya Yesu ili waone yale mambo Yesu anayoyafanya, imani zao zikue. Ndivyo hata Paulo pia. Mungu alimwekea Timotheo, alimwekea Tito, alimwekea Apolo karibu yake, ili Apolo, Tito na Timotheo wanapomtazama yale Paulo anayoyafanya, imani zao zikue. Na walikuwepo akina Iskanda ambao walikataa kujifunza kwa Paulo na hawakukua kiimani. Hii desturi haijaisha, iko paka leo. Kuna watu Mungu anaweza akakuweka karibu yao, ukawa tu unatazama wanavyoishi, ukawa unatazama wanavyoongea, ukawa unatazama wanavyomwabudu Mungu, ukawa unatazama wanavyopita kwenye moto mkali na wanavyovumilia na kuvuka. Afu wewe bila hata mtu kukuhubiria, ukawa tu unajihubiria mwenyewe kwamba kuna watu wana imani Bwana. Yaani cheki anavyo, cheki. Yaani jinsi unavyomtazama, wewe mwenyewe unaendelea kujifunza somo la imani. Na kuna watu wananisikiliza muda huu. Kuna watu Mungu atawaletea, msiwakimbie. Kuna watu Mungu atakukutanisha nao, watakuwa ni watu wenye level kubwa kiroho kuliko wewe, na unaweza ukawaogopa kwa sababu unawafahamu, na wengine wana majina makubwa. Lakini sikiliza, Roho Mtakatifu anasema atakapokukutanisha na watu wa namna hiyo, usiwakimbie wala usijinyongonyeshe, ila kuwa mnyenyekevu wala usiwe na kiburi, ili upate somo la kujifunza imani kupitia hao watu, ili iwe fursa kwako ya kukua kiroho. Maana leo utakapojifunza kwa mwingine, kesho na kesho kutwa na wengine watajifunza kutoka kwako. Usije ukajidharau ukafikiri ulivyo leo ndivyo ulivyo kesho. No. Leo unaweza ukajiona ufai, lakini kesho wewe ni wa thamani. Leo unaweza ukajiona wewe ni mdogo, lakini kesho wewe ni mkubwa. Na ndiyo maana kesho yako ni bora kuliko leo yako. Kwa nini? Kwa sababu Mungu wetu ni wa utukufu hadi wa utukufu. Maana yake ni kwamba kiwango cha baraka na maisha alichonipa leo hakiwezi kuwa sawa na kesho yangu. Kwa sababu ni wa utukufu hata utukufu, ina maana kiwango atakachonipa kesho yangu itakuwa ni kikubwa kuliko leo yangu. Itegemee kesho yako yenye utukufu. Itegemee kesho yako yenye utukufu. Haijalishi nini kiko mbele yako leo, kesho yako yaja yenye utukufu. Haleluya, wana wa Mungu ali hai. Tumsifu Yesu Kristo, kanisa la Bwana. Kanda raba shaka raba seke. Karapa kuria saka raba shiki. Kanda karapa karia saka. Jesus ramanda rabusha.
Neema ya Mungu ni kubwa mno maishani mwetu. Nataka kuomba muda huu Mungu achilie neema yake ya kukuletea mafundisho ya kukuza imani ndani yako. Sijui atakuletea mafundisho ya aina gani, yeye ndiye anayejua. Mimi wacha niombe. Baba, katika jina la Yesu, ninaomba kwa ajili ya watoto wako walioko hapa. Bwana, tazama umetukusanya na umetupa nafasi ya kusikia hili somo. Katika jina la Yesu Kristo tunasogea mbele zako Jehova. Ninaomba uachilie neema ya kuachilia mafundisho kwenye maisha ya kila mtoto wako walioko hapa. Mafundisho ambayo yatakuza imani yake, mafundisho ambayo yatakomaza imani yake, mafundisho ambayo yatamuinua huyu mtoto wako kutoka kiwango kimoja kwenda kiwango kingine, sawasawa na utukufu wako. Hata kila aina nguvu za giza zinazojaribu kumfuatilia ili kuidumaza imani ya huyu mtoto wako, tunazipangua leo katika jina la Yesu. Naomba damu yako imguse huyu mwanao mahala alipo, maana katika ulimwengu wa roho hakuna umbali. Damu yako ifungue huo moyo wake, ifungue lango la mtoto wako la kusikia ili apate kusikia neno lako. Damu yako imfungue moyo wake ili apate kuamini neno lako. Damu yako Yesu ifungue, Mungu Baba, imani ya huyu mtoto wako ili apate kukuamini sasa na hata milele, katika jina la Yesu, ili apate kukua, apate kuongezeka katika jina la Yesu. Tunaamini Bwana unasikia. Tunaamini Bwana unaenda kunyanyua watoto wako utukufu kwenda utukufu mwingine. Ndio maana tunaomba imani ziongezeke ndani yetu, maana imani ina tabia ya kukua. Nasi tunaomba uikuze imani ndani yetu katika jina la Yesu. Rakashaka rapa koriasaka, katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba hata juu ya imani ya kanisa. Tunaomba Mungu ukuze imani ya kanisa. Nyanyua imani za Wakristo Bwana, tusidumae bali tukue, ili tusimame kwenye nafasi zetu. Mungu, tunawaombea hata Wakristo wenzetu ambao bado hawajapata kolezo la kiimani. Naomba uachilie neema ya kolezo la kiimani katika jina la Yesu. Tunaomba hata kwa ajili ya wale ambao bado hawajapokea neema ya wokovu. Tunawaombea wapate kipawa hichi cha imani, kipawa hichi cha imani kipate kuwashukia, kipate kuwashukia, ili kila mtu apate kuokoka katika jina lako Yesu Kristo. Raka shaka rapa kanda kariaka saka, katika jina la Yesu. Achilia wingu la kuongezeko la imani katika jina la Yesu Kristo. Rapa koriasaka karabu shandarabasaka. Nitaenda pia kuomba muda huu kwa ajili ya wagonjwa. Kama uko mahali hapo unajijua we ni mgonjwa, nitaenda kuomba kwa ajili yako. Kamata eneo linalokuuma. Ni somo la imani. Mungu anaenda kuponya kwa imani. Raka koriasaka kanda kariaka rabush raka rapako raka shaka. Damu ya Yesu juu ya hicho kifua. Rapa koriakanda rabush. Damu ya Yesu ndani ya hicho kiuno na mgongo. Rapa koriaka rabusha. Damu ya Yesu ndani ya huo moyo. Rapo kariakanda. Damu ya Yesu ndani ya hilo tumbo la uzazi. Raka shaka makaria. Damu ya Yesu ndani ya vifundo vya miguu. Rapa kariaka. Damu ya Yesu ndani ya macho yako. Raka kokoriaka. Kila eneo la mwili wako lenye udhaifu, damu ya Yesu ndani ya damu yako. Rapa kariaka koriaka ndakasi makarika mokosha. Na amuru wa ugonjwa utoke ndani yako katika jina la Yesu. Pepo rakasha toka kwa jina la Yesu. Funguka sasa. Neema ya uzima ikushukie katika jina la Yesu. Uhai ukushukie katika jina la Yesu. Pokea uhai, pokea uzima, pokea uzima katika jina la Yesu. Rapa shaka o rapa korianda rabush kanda rabashaka raboseke karapa koria saka rabashaka. Jesus, Jesus. Rakanda rapa koria saka rabasheke kanda rabashaka rabasiki karabushaka rabushaka.
Mungu wetu, tunakushukuru kwa ajili ya uaminifu wako na upendo wako. Asante kwa ajili ya siku ya leo ya pili ambayo umetupa kibali watoto wako tumesogea mbele zako. Tunapoendelea kujifunza masomo haya ya imani, tunakuomba Mungu Roho Mtakatifu endelee kukaa ndani yetu, utujalie nguvu za kuendelea kusikiliza mafundisho haya na yakazae matunda mapya katika maisha yetu. Tunajiachilia mbele zako Mungu, tunaomba ulinzi wako ukawe juu yetu. Tunajitenga na kujiweka mbali na kila roho za visasi zikae mbali nasi. Damu yako Yesu itulinde na kutuongoza siku zote za maisha yetu. Tunajiachilia mbele zako Bwana, tunakuomba ukawe nasi katika siku zingine, katika jina lako Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Amina.